mpangilio wa kupata tiketi na kwenda viwanjani umerudishwa kwenye mamlaka ya vilabu kwa kanuni ambazo zinafanya kazi sasa hivi. Sasa basi, sisi Yanga baada ya kufikia kanuni tuliendelea kufanya kazi na NCAD. Tulifanya tathmini yetu tukajiridhisha kwamba NCAD kwa kipindi ambacho wametuhudumia kwenye matukio yetu wametuhudumia sahihi. Kwa hiyo hakuna sababu ya sisi kuwakacha. Kwa hiyo tukawaandikia NCAD tukaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo hata mechi hii tiketi zake ziko chini ya Yanga kwa kupitia NCAD. Sasa NCAD hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga hatujasema tiketi kwenye mfumo. Hawezi kutangaza vituo vya kuuzia tiketi kama Yanga hatujasema vituo ni hivi. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni, sio kwa mujibu wangu mimi au nini, ni kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo asitokee mtu akaaminisha watu kwamba kuna namna nyingine ya kuingia uwanjani bila timu mwenyeji kusema. Kwa sababu sisi ndio tuna venda wetu. Mamlaka yarudishwa kwetu kikanuni. Kwa hiyo sisi tunaamua sasa, bwana wewe utuuzia tiketi, bei zitakuwa hizi na vituo ni hivi elekezi. Kwa hiyo kwa msimamo ambao upo na ratiba ambayo tuko nayo hapa kutoka idara yetu ya mashindano, maana yake hiyo mechi haipo. Kama haipo maana yake hakuna mahala tiketi za Kariakoo Derby zitauzwa. As long as the club haijakubaliana NCAD kuuza hizo tiketi. Hakuna mahala au hakuna jinsi NCAD au mtu mwingine akauza ticket on behalf of Yanga. There is no way mtu mwingine akasimama akasema sasa ticket zinapatikana Kariakoo gerezani